Sio mchezo. Dume anasubiri bwana. Dume anasubiri. Sasa hivi ni wakati wa kumaliza jambo letu. Sheikh Yusuf kama tulivyosema, yeye anatoa salamu za shukrani, lakini alivyoninong'oneza kwamba shukrani zake atazitoa kwa njia ya kutuombea dua. Yaani ile furaha yake ya kuja watu wengi kiasi hichi katika mahali hapa, basi shukrani yake ni dua moja kwa moja atafanya. Ila ni chomeke Sheikh Yusuf, usisahau kumwombea dua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jina lake kabisa, Doktora Samia Suluhu Hassan, na wanaomsaidia kwa wema. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza tuwashukuru hadhirina wote. Tumshukuru sana Sayyid Ahmad, hali yake naifahamu, lakini alisema kwa hali yoyote atakayokuwa nayo, na akaitwa taukidi, hata kama nikufa nifie huko huko, mimi nitafika. Na amefika, na tumekaa naye kitambo kirefu, tumepata bahati ya an-nadhar. Nadharatun ila al-alimi ahabbu ilayya min ibadati sana. Rejea Minhajul Abidin, katika mlango wa ilmu utakutana na hadithi hii. Kwa tukushukuru Sheikh Sayyid, tukushukuru, tukupenda, tukikuona wewe ndio faraja yetu, furaha yetu, na Mungu azidi kukupa afya njema na kutawadishia umri. Pili, mahujaji wote tunashukuru kwa hudhuri yenu nzuri, kwa sababu aliyekwenda haji anajua kwamba siku hizi, wiki nzima hii ni wiki nzito katika mwili kwa pilika za haji. Kwa hiyo kwa kufika hapa mahujaji ni jambo la kushukuru sana. Mwenyezi Mungu atujalie wote hija mabrura wa dhamba maghfura wa sa'ya mashkura wa amala mutakabbala. Lakini tunamshukuru kila aliyehudhuria, ala hususi majirani zetu wote hapa, vijana wote wa mtaani hapa, najua hakuna aliyebaki, na majirani wote mliohudhuria hapa, lakini na kila Muislamu aliyefika hapa na hata sikuwa Muislamu. Tunashukuru sana. Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu hizi. Tumshukuru kwa upekee mkubwa Sheikh Kiungiza. Najua zile harakati za kuongoza mahujaji, Sheikh Abbas anafahamu, Sheikh Hassan anafahamu. Sheikh Kiungiza ni mmoja katika watu hodari sana kuongoza mahujaji. Mwongozaji huwa anachoka zaidi kuliko mahujaji wenyewe, lakini amefika, na shukrani kubwa zaidi, kafika na kutufanyia dua kubwa mno. Hakuna ambaye atalalamika bila shaka kwamba sijapata dua kubwa mno, ambayo kwa hakika imepenya kwa kila anayefahamu dua ni nini, na na imani Mwenyezi Mungu ametutakabalia. Tunamwomba Mwenyezi Mungu asimdhalilishe yoyote baina yetu, atuepushie wote kudhalilika kunakotokana na maadui, udhalilifu unaotokana na riziki, udhalilifu unaotokana na madhambi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushie udhalilifu unaotokana na maradhi,
tusidhalilike sisi kwa maradhi, tusidhalilike kwa maadui, tusidhalilike kwa madhambi, tusidhalilike katika dunia yetu wala akhira yetu. Na Mwenyezi Mungu amwepushie kila mmoja mateso yanayotokana na maadui wa kijini, maadui wa kibinadamu, adui yoyote atakayedhihirika. Kila aliyehudhuria Mwenyezi Mungu ampe ushindi dhidi ya adui huyo, na mwenye adui mkubwa mdogo, Mungu ampe ushindi dhidi ya adui huo. Na Mwenyezi Mungu atuepushie mateso yanayotokana na riziki, mateso yanayotokana na maradhi, atuepushie mateso ndani ya dunia yetu, mateso makaburini mwetu, na mateso katika uwanja wa Kiyama, na atuepushie adhabu ya moto. Fursa hii tuichukue, tumuombe sana Mwenyezi Mungu atusamehee wazee wetu waliotangulia mbele ya haki, ajalie makaburi yao yawe ni riyadhul janna kwa fadhila zake na utukufu wake. Na Mwenyezi Mungu ambarikie rais wetu Samia Suluhu Hassan, amtilie baraka maisha yake, amtilie baraka kazi zake, ampe wepesi wa kutuongoza na amsimamie atuongoze vizuri anavyotaka yeye Mungu na ilivyo sawa sawa. Mwenyezi Mungu amwepushie mabalaa makubwa na madogo, mitihani mikubwa na midogo, na wanabizi wake wote Mwenyezi Mungu abarikie. Allahumma ya man la yashghuluhu sha'anu an sha'ni wala sam'un an sam'in ya man la tughalituhu kathratul masa'ib ولا يبرمه إلحاق الملحين. أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوة عفوك بفضلك يا الله. اللهم اجعلنا في الدنيا من المصطفين وفي الآخرة من الصالحين. اللهم ارزقنا الراحة عند الموت، اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. لا تجعلنا من أهل النار يا كريم. اللهم يا كريم يا حليم يا لطيف يا خبير يا الله يا الله، أرسل إلينا الدنيا راغمة برحمتك يا الله يا الله، وفينا الآخرة يا الله راغمة، إنك على كل شيء قدير بإجابتك جدير. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Na namshukuru rafiki yangu Nasir wakutafuta hapo kuondoka bwana. Mungu abariki aliyetupigia labbaik Allahumma labbaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Na Mwenyezi Mungu amruzuku kila mmoja kwenda haji. Nilimwomba Sheikh Lubiza azungumze maneno matatu, neno moja, mbili, tatu, na kuambia mahujaji waambiwe maneno mawili matatu, moja, mbili, tatu. Nadhani sekunde mbili tatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Baada ya salamu kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali na sahabi zake, tunataka kusema kwa waliohiji kama mimi. Kwanza, kuhiji si tatizo. Tatizo ni kuilinda hija yako. Ni kweli hadithi imesema mwenye kuhiji asiseme ya hovyo au kuyafanya ya hovyo, kurudi kutoka hija mweupe kama siku aliyozawa ni mamake. Ni kweli, lakini maneno hayo tu peke yake hayatoshi bila wewe mwenyewe alhaji au haja kufanya juhudi ya kuilinda ile hija yako. Lakini tunajuaje kwamba mwenzetu umekubaliwa hija yako?
ni pale tutakapokuona umebadilika. Wewe si yule tuliyekuzoea kabla ya kuhiji. Umekuwa mtu wa tofauti, maneno yako ya sasa tofauti na yale ya awali, vitendo vyako vya sasa tofauti na vile vya awali. Ulikuwa mkorofi, sasa si mkorofi tena. Ulikuwa hasidi, sasa si hasidi tena. Ulikuwa si mwaminifu, sasa wewe mwaminifu. Tukikuona hivyo, hii ndio ishara ya kabuli. Natakiwa ile hija ifanye jambo kwako. Na ukijiona wewe ni yule mahoka wa zamani, narudia neno hilo, ukijiona wewe ni yule mahoka wa zamani, basi hata hiyo hija yako tutaiwekea alama ya kuuliza, hivi kahiji kweli huyu? Hivi amekubaliwa kweli? Kila aliyehiji kwa mwaka huu na hata mliokushatangulia, muondoke hapa katika uwanja huu wa Ahbabi Rasul na darasa hiyo, kwamba zile hija zenu ziwabadilishe, na ndio matunda ya kuhiji na faida yake. Ili ndio maana tunaambiwa katika sena na mashida zetu, siku ile ukivua hizi nguo umevaa ihramu, si kwamba unavua nguo, bali unavua tabia zako chafu, unavua ushetani wako, unavua uibilisi wako. Na unapovaa ile ihramu, sasa unavaa ucha Mungu. Lakini ukichukulia ni kuvua nguo na kuvaa ihramu tu, hilo ni tatizo. Hilo ni tatizo. Yangu machache ni haya, kama nilivyotakiwa na Sheikh Yusuf, nizungumza maneno matatu tu. Basi hayo matatu aliyomchagulia Mungu na akayabandikiza mdomoni mwangu niyaseme kuja kwenu ni hayo. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran sana Sheikh Yungiza, nasaha nzito kweli kweli, tumezipokea na tunakwenda kuzifanyia kazi insha Allah. Kuna mtu na hofu leo atalala nje kabisa, umeokota ufunguo wa nyumba.